kitabu cha Isaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Isaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusome kitabu cha Isaya kwa sababu katikati hapa tumepata mambo mengi kuhusu kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Pamoja na jana tulikuwa na ibada tukajikumbusha mambo jinsi Yesu alivyozaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati huu ningependa tusome katika kitabu cha Isaya ambacho kinaonyesha kazi atakayokuja kuzifanya mwenyewe Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umepata kitabu cha Isaya sura ya 9, nataka tusome kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 7. Nataka tusome pale mstari wa 6 mpaka wa 7. Isaya sura ya 9. Tusome kama mstari miwili tu za kitabu kile. Isaya 9:6 mpaka 7. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndiyo utakaotenda hayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa Biblia inazungumza uweza wake atakayezaliwa huyo mtoto. Inazungumza habari za kazi yake na inathibitisha kuwa uweza wake hautakuwa wa kikomo, ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kusudi la Isaya kuandika kitabu hiki ni kama mambo matatu hivi. Mungu anakuja kwetu, na hapa amesema Mungu anakuja kwetu maana kwa ajili yenu mtoto amezaliwa, tumepokea mtoto mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokea mtoto mwanaume. Alafu anaendelea na kuzungumza habari hii. Anasema hivi, na uweza wa ufalme utakuwa begani mwake. Huyu mtoto wa kiume anayezaliwa atakuwa na uweza wa kifalme mabegani mwake. Alafu anazungumza lingine, anasema atakuwa mshauri wa ajabu, alafu atakuwa ni Mungu mwenye nguvu. Haleluya. Kwa hiyo huu ndio uweza wake atakao kuja nao akizaliwa. Ndio maana utaangalia wakati wa kuzaliwa Kristo Yesu, upinzani ulikuwa ni mkubwa. Mungu atusaidie sana. Hata watoto wale waliozaliwa wakati ule ilibidi wachinjwe, kwa sababu mfalme Herode alikuwa anamtafuta Yesu ambaye anasema amezaliwa mfalme. Mungu atusaidie sana. Yaani ilishatabiriwa kuwa huyu anayezaliwa ni mfalme. Ufalme uko mabegani mwake. Uweza ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, amezaliwa. Alipoambiwa hivyo Herode
na wale mamajusi waangalia nyota wale. Alivyoambiwa hivi, nafikiri alitetemeka na kuogopa. Mungu atusaidie sana. Huenda hata yeye hakutegemea kuwa mfalme, lakini ilikuja tu Mungu akamsaidia. Lakini huyu anayezaliwa anatabiriwa ni Mungu mwenye nguvu. Huyu yuko namna gani? Tangu mtoto anasaliwa, anasema ni Mungu mwenye nguvu, mfalme wa ajabu. Alibabaika. Mungu atusaidie sana. Hata wewe wakikutabiria mtoto wako huyu bwana atakuwa rais, sijui itakuwaje. Yesu asifiwe sana. Kwa sababu alikuwa utabiri, akaanza kuogopa. Akaona aite wale wakuu wa makuhani wenye kujua neno la Mungu, wenye kujua mambo mengi katika neno la Mungu, kuwaita nieleze mfalme anazaliwa wapi? Kwamba Bethlehemu ya Uyahudi ndio atakapozaliwa. Basi alipopata uhakika na wakuu wa dini, akawaambia wale mamajusi, nendeni mkisha msujudia mrudi na mimi ili niende nikamsujudie. Kweli alikuwa anakwenda kumsujudia au anaenda kumchinja? Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza kuwa wale mamajusi walipotoa zawadi zao wakamsujudia mtoto, wakafungua zawadi zao, manemane, uvumba. Bwana akawaonya, msiende tena kwa mfalme, piteni njia hii nyingine. Wakapita njia nyingine. Walipopita njia nyingine, Mfalme Herode akaona kama wamemdhihaki, akatafuta njia, nitafanyeje? Akakadirishia tangu wale mamajusi kuondoka mpaka saa hizi, inawezekana watoto wale waliozaliwa kama wana miaka 2 kushuka chini, hao ndio watakuwa mmojawapo. Yupo Yesu ambaye amezaliwa mfalme, aliwachinja. Mungu atusaidie sana. Lakini hakumchinja Yesu, maana ni mwana wa Mungu anayekujua wewe moyo wako, anayeujua moyo wa yule mfalme kuwa hana kusudio baya kwa ajili ya mtoto huyu. Kaambia Yusufu, kimbia, nenda zako kule Misri ukakae huko mpaka nitakapokuita. Akaondoka na mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nasema atazaliwa Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana aliyezaliwa ni tegemeo letu. Haleluya. Ingalau tunakumbuka, lakini ni tegemeo letu kwa wenye safari na wenye kutaka kushinda mambo ya dunia hii na wenye kutaka kuyapuuza mambo ya dunia hii. Kwetu ni Mungu mwenye nguvu, Mungu wa uweza, mfalme wa ajabu, Mungu anayetushindia siku hadi siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine unaweza kusema nashinda mimi kwa sababu nina ujuzi wa amna. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu ndiye anayekujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo Isaya alitabiri miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa, miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka kama 70 huko nyuma akatabiri. Na tukiangalia, kwa sababu anasema huyu atakayezaliwa atakuwa amezaliwa kuwa kwanza ni mshauri wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Masihi na mtenda miujiza, angekuwa hekima ya Mungu kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anaitwa mshauri wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angekuwa ni hekima ya Mungu kwetu sisi. Ndio maana aliyafunua mambo ya Mungu ili tuyajue.
Tusingeyajua, lakini aliyafunua mambo ya Mungu. Ndio maana utakuta Torati ile zamani ambayo ililetwa na Bwana kupitia mkono wa Musa, Torati ilikuwa inataka malipizi, lakini Torati ilipokuwa inataka malipizi, anasema akikung'oa jicho na wewe ng'oe jicho, piga viboko 5 na wewe umpige viboko 5. Ilikuwa inataka malipizi, lakini ile neno la Mungu lililopitia kwa Kristo Yesu, anasema msamehe mtu 7 mara. Ni neno lenye huruma. Huruma ya Mungu ilishuka kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huruma ya Mungu ilishuka kwetu ili tusiuane. Akiua na wewe muue. Ndio sheria inataka malipizi, lakini kwa huruma zake Mungu alitutumia mshauri wa ajabu ambaye ni hekima ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema angekuwa neno la uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshauri tena neno la uzima, tena uzima wa milele. Kama mshauri angekupa neno la uzima wa milele ambalo ndio Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ukiangalia sana pia angekuwa ufunuo wa Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Angekufunulia mambo ya Mungu, ungeyajua mambo ya Mungu, kwa sababu yeye ni mshauri wa ajabu. La pili, ameambiwa ni Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu angekuwa kama mwakilishi wa Mungu kwa mwanadamu. Pia angekuwa ni ukamilifu wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Angekuwa ni ukamilifu wote wa Masihi. Ungekuwa katika uungu, ungekuwa katika hali ya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa wewe unajua neno linasema sisi tuko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani mwetu. Ukitizama, ukiangalia kibinadamu, sasa amekaa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mnaangalia hivi, mimi niko ndani ya Kristo, sasa nimekaaje ndani ya Kristo? Ukiangalia yeye yuko ndani yako, mbia sasa amekaaje? Ukiangalia huko niko peke yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Mungu mwenyewe amekaa, maana neno la Kristo likikaa ndani mwako huwezi kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana utakapokwenda unataka kukimbilia kwenye uovu, utakuta unaenda wapi? Haleluya. Unarudi kwenye msitari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nasema ni Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema angekuwa katika hali ya mwili. Mungu mmoja yuko ndani ya Kristo, Mungu mmoja. Hebu soma kitabu cha Kolosai sura ya 2 mstari wa 9, anasemaje? Na wa 10. Kolosai sura ya 2 mstari wa 9, soma. Kolosai 2:9 inasema, maana katika yeye mkao utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Mpaka wa 10.
na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana utimilifu wote umekamilika katika nini? Mwili. Maana Kristo ndio ameleta utimilifu wote katika mwili wako. Wewe umekuwa timilifu katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaweza kulitii neno la Mungu. Unaweza kutembea sawa sawa na neno la Mungu kwa sababu utimilifu wa Kristo umekaa ndani mwako. Haleluya. Maana Kristo alifanyika mwili. Alipofanyika mwili ndio huo utimilifu wetu. Ndio maana nasema ni Mungu mwenye nguvu. Na ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wangapi huko, anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuja kwetu, tukauona utukufu wake. Maana yake Kristo huyo alikuwa kwa Mungu, sasa amekuja kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Kristo kwetu ni kufunguliwa, kwetu ni kuponywa, kwetu ni kuwekwa huru, bali na ghadhabu za shetani zimeshindwa, bali Kristo amekuja kutuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa huru katika Kristo Yesu. Lingine anasema ni Baba wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila tatu anasema ni Baba wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba tu amekuwa Baba wa milele, bali yuko pamoja na Baba wa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema Baba wa milele. Anasema bali yeye ni mwenye kutenda matendo makuu kwa wanadamu, kwa sababu ni Baba wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba wa milele. Haleluya. Wa milele. Kwa Baba mwenye huruma, anayewapenda watu wake, kuwalinda na kutoa maisha yao kwa ajili ya sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba alikuja ili autoe na uhai wake kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Baba wa milele, maana yake yeye ni Baba yetu wa milele. Haleluya. Mwenye kutupa uzima na afya, mwenye kutupa uhuru wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Ndio maana unasema mwanadamu aliumbiwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapokosa maarifa, tunapokosa ujuzi wa kimungu, ndipo tunaanza kuabudu kila kitu. Mungu atusaidie. Akija mtu hapa katenda mambo ya ajabu, akagonga mti pale, akaingia ndani, hapo akatoka, anasema mimi ndio mwenyewe, mtaamini. Mungu atusaidie sana. Ndio maana Biblia inasema siku moja, siku hizi za mwisho, wanasema yuko kule jangwani, mtakimbia kwenda jangwani kwa sababu ndiko aliko. Mungu atusaidie sana. Wanasema Bwana Mungu yuko wapi? Yuko Mbeya. Mtakimbia kwenda kumuona Yesu kule Mbeya. Kumbe Kristo Yesu yuko ndani yako. Hayupo kule, yuko ndani yako. Sasa kwa sababu tunataka tumuone kwa macho, kwa akili zetu na mawazo yetu, tuseme huyu hapa. Kumbe wewe ndio Yesu. Anasema ndio mimi Yesu. Na shetani naye
atatenda na muujiza hapa. Anasema una njaa? Nina njaa inauma. Njaa anapanda mwindi dakika 5. Umekomaa tayari, ambia kula ushibe. Lazima niamini mimi Yesu. Kwa sababu ya njaa hiyo huwa inatusumbua, lakini yupo Kristo aliyezaliwa kwa ajili yetu. Haleluya. Ambaye hayupo kule wala hayuko kule, yuko ndani yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndiyo tunamhitaji, tumwamini kwa imani. Iwe nini, iwe tatizo, hamna chakula, hamna dini, nasema nimeshiba katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeshiba. Hata kama nikifa tenda mbinguni, kwa sababu unakuwa na uhakika kuliko kugombania ugali. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Zaburi 103